Tarehe 13 Aprili 2026 na kusalimu sana popote pale ulipo mtazamaji wa SQF TV, kwa nami Penda Gota na mbona kusomea taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa ACC jijini Arusha. Waziri wa mambo ya ndani nchini Patrobas Katambi wamewaasa watumishi wa idara ya uhamiaji kufanya kazi kwa weledi kwa kuzingatia sheria, taratibu na miongozo pasipo upendeleo wala kumwonea mtu au mtumishi yoyote. Amezungumza hayo wakati wa sherehe za kuwaaga wastaafu maafisa wa uhamiaji, waandamizi na watumishi wastaafu wa idara ya uhamiaji ambao amewapongeza wastaafu hao 23 kwa utumishi uliotukuka uliosaidia shughuli za ulinzi na usalama kwa nchi ya Tanzania. Tambua kuwa kustaafu utumishi wa umma ni jambo la lazima kwa mujibu wa sheria, hususan ambapo muda unapofika, lakini jambo la kufanyiwa sherehe ya namna hii ni jambo linaloleta faraja, furaha pamoja na kuimarisha umoja baina ya taasisi na jamii kwa ujumla. Hivyo ni imani yangu kuwa mtaendelea kushirikiana na idara ya uhamiaji na kutoa ushirikiano pamoja na kushiriki matukio mbalimbali ya kijamii yanayohusu familia ya uhamiaji. Aidha, niwakumbushe kuwa sisi sote ni wastaafu watarajiwa. Hivyo uwepo wetu katika hafla hii inatukumbusha sisi kwamba kuna muda tutastaafu na kuna maisha baada ya ustaafu. Hivyo basi tunapaswa kufanya kazi kwa weledi kwa kuzingatia sheria, taratibu na miongozo pasipo upendeleo wala kumwonea mtumishi yoyote. Ndugu zangu, kipekee kabisa na kwa moyo wa dhati ninashukuru sana na namshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake thabiti wa upendo kwa watumishi, kwa kuboresha mafao yao, lakini pia kuboresha vitendea kazi na maslahi ya watumishi askari na watumishi walio katika idara ya uhamiaji. Mambo mengi ameyafanya, na kwa sababu leo ni siku ya sherehe sina sababu ya kurudia, lakini mnafahamu maboresho yaliyofanyika katika maslahi ya askari na watumishi katika idara yetu ya uhamiaji, maboresho ya maeneo yetu ya ofisi ambayo yanaendelea, pia hata ujenzi wa ofisi yetu ya makao makuu pale Dodoma na maeneo mengine imekuwa ni kipaumbele cha Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni pamoja na maboresho ya makazi lakini pia na vitendea kazi. Na hivyo kwa shukrani hizi naomba tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hivyo ndugu zangu wageni waalikwa, kwa kuzingatia upendo huu mkuu Mheshimiwa Rais kwa wastaafu, natoa wito kwa viongozi wa idara ya uhamiaji kuhakikisha wastaafu wote wanapata stahiki zao kwa wakati. Tutajitahidi kadri iwezekanavyo kuwaondolea usumbufu wanenda rudi, lakini pia kudaiwa nyaraka za hapa na pale. Mmekuwa watumishi wa umma, mmefanya kazi yenu kwa utumishi uliotukuka, mwendo mmeumaliza, imani mmeilinda na taifa letu liko salama. Kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa 2026 Wazo Mwangonda ameshuhudia uzinduzi wa jengo la kitega uchumi la DDC Kariakoo lenye thamani ya shilingi bilioni 36.7 lililopo katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Amesema kuwa mradi huo umefikia asilimia 98 ya utekelezaji wake, ukiwa umejumuisha zaidi ya maduka 1000. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naipongeza sana Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam. Mfano ubunifu mkubwa ambao halmashauri zingine hapa nchini zinatakiwa zije mfano. Jengo lilikuwa na maduka 94, lakini mpaka ni maduka zaidi ya 1000 yako hapa. Lakini watu zaidi ya 4000 wanafanya biashara katika eneo hili. Tunapongeza sana serikali yetu kwa uwezeshaji huu ambao unafanya halmashauri zake kuweza kufanya uwekezaji kwa njia ya ubia, kuwapa ambao ni wawekezaji wa ndani wakajenga kama hawa waliofanya hapa. Kwa kweli tunawapongeza sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nitoe wito kwa halmashauri zingine kuiga mfano wa Jiji la Dar es Salaam.
Mkuu wa wilaya ya Monduli mkoani Arusha, Gloriana Kimati, amewataka wanafunzi kuzingatia nidhamu na uzalendo ili kufikia malengo yao, akimtaja hayati Edward Moringe Sokoine kama mfano wa uongozi na uadilifu na kujali wananchi. Kimati ameyasema hayo wakati akihitimisha bonanza la michezo lililokutanisha wanafunzi wa shule ya sekondari kutoka katika kata ya Monduli mjini na Engutoto, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 42 ya kifo cha Sokoine. Nishukuru sana uongozi wa Sokoine Memorial Foundation kwa kuamua na kunialika mimi mkuu wenu wa wilaya kuwa mgeni rasmi katika kuhitimisha bonanza hili zuri sana. Nashukuru sana. Leo hii tunahitimisha au tunaadhimisha miaka 42 tangu kifo cha hayati Moringe Sokoine. Hayati Sokoine alikuwa ni kiongozi anayeshughulika na mambo ya watu. Kwa lugha rahisi, hakuwa mbinafsi. Hakuwa kiongozi ambaye anajinufaisha yeye mwenyewe, isipokuwa alisimamia maslahi ya wananchi ambao alikuwa anawaongoza na mambo mengine kadha wa kadha kama alivyotajwa, si ndio jamani? Lakini tumeadhimisha au tumefanya kumbukizi yake kwa kufanya bonanza la michezo. Sote tunatambua michezo ni afya. Sote tunatambua michezo inajenga umoja na upendo na mshikamano. Lakini vile vile michezo inajenga nidhamu. Vile vile michezo ni sehemu ya kukuza vipaji. Tumeshuhudia michezo mbalimbali. Ninayo taarifa, nyie wanafunzi mmeshiriki michezo ya kikapu, mmeshiriki michezo ya mpira wa miguu, mmeshiriki michezo ya mpira wa mikono, mpira wa pete, na mimi pia ni mchezaji. Tunamsoma hayati Sokoine kwenye vitabu, tunaona kwenye CD mbalimbali, tunasikia kwenye magazeti na mambo mbalimbali kama historia. Najua katika kusoma kila mmoja na malengo yake kwenye maisha, lakini kama huna nidhamu huwezi kufikia malengo. Kama huna nidhamu huwezi kufikia malengo. Na nidhamu tunaianza kuanzia tukiwa shuleni. Hakuna mtu atakuja kuwa kiongozi mwadilifu wakati shuleni alikuwa mvuta bangi. Uongo kweli? Uongo kweli? Huwezi ukaja kuwa kiongozi mwadilifu wakati ulipokuwa shuleni ulikuwa mtoro. Ulikuwa unaongoza watu kwenye migomo. Ulikuwa unatukana walimu. Ulikuwa usomi kwa bidii. Hivyo tunapokumbuka miaka 42 ya hayati Edward Moringe Sokoine, sisi kama wanafunzi wa wilaya ya Monduli tunao wajibu wa kujikumbusha na kuzingatia masomo. Lakini tena niwapongezeni kwa bonanza kubwa na zuri. Tunawashukuru sana watu wa Moringe wa Sokoine Memorial Foundation. Lakini tutoe wito na taasisi zingine kuja katika wilaya yetu ya Monduli kuja kufanya mabonanza kama haya ili tuweze kuinua vipaji vya vijana wetu, hususan vijana hawa wanafunzi. Na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Daktari Joel Nanauka amewataka vijana nchini kuchangamkia fursa za kiuchumi na kuwa tayari kushiriki shindano jipya la kitaifa la Vijana Uchumi Challenge. Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana jijini Dar es Salaam, Waziri Nanauka amebainisha kuwa shindano hilo si kwa ajili ya ushindani pekee, bali ni sehemu ya mkakati wa serikali kuwapa vijana nafasi ya kuonyesha uwezo wao, kutoa fikra chanya zinazoweza kutatua changamoto za kijamii na kuchochea maendeleo ya taifa. Kwa kutumia fursa hii kuwataarifu vijana kwamba wakae tayari kukamata fursa za kiuchumi kupitia shindano la Vijana Uchumi Challenge na kuwa tayari kushiriki shindano hili ambalo si tu linalenga kupata mawazo ya ubunifu, lakini pia linatoa fursa kwa vijana kuonesha uwezo wao wa kuleta fikra chanya kwa ajili ya nchi yetu. Na kama mnavyoona, kamati leo nitaikabidhi mwongozo rasmi wa kuendesha shindano hili na watapewa muda wa miezi miwili kuhakikisha utaratibu unakamilika tangu siku ya kutangazwa mpaka siku tunapata washindi wa shindano hili. Kwa experience ndogo ambayo tumekuwa nayo kwa tangu uzinduzi wa majukwaa haya, tumegundua vijana wengi sana wana mambo mengi ambayo sisi pia kama serikali tuna nafasi ya kujifunza na kuona namna bora ya kufanya vitu ambavyo vinakuwa na tija kwao, ikiwemo approach mbalimbali za namna ya kushughulika na programs za vijana.
Lakini jambo la tatu ni kushirikiana nao. Vijana ni nguvu kazi kubwa katika taifa letu na ndio ambao wana mchango mkubwa hasa katika nguvu kazi. Ni namna gani tunaweza tukashirikiana nao katika kuleta masuluhisho mbalimbali. Na jambo la nne ni sisi kama serikali kutengeneza mazingira ya kuwawezesha kutimiza ndoto zao. Ndoto zao kwa maana ya ubunifu wanaoleta, mawazo waliokuwa nayo, na kuwatengenezea miundombinu ambayo itasababisha kila walichonacho waweze kukitekeleza kwa ufanisi. Natoa shukrani za dhati sana kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais, na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wao thabiti, maono makubwa na maelekezo mazuri ambao wanaendelea kuyatoa kwetu, hasa katika ofisi ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Sisi kama ofisi tunaendelea kuyatekeleza maelekezo yao kwa weledi na ufanisi mkubwa kwa lengo la kuwawezesha na kuendeleza vijana wa taifa hili sawa sawa na maono ya Mheshimiwa Rais. Na katika dhamira hiyo, Mheshimiwa Rais ameonyesha uongozi wa mfano kwa kuunda wizara hii ya maendeleo ya vijana chini ya ofisi yake ili masuala ya vijana yaendelee kupata uzito na uratibu wa karibu katika ngazi ya juu ya serikali. Wananchi wa mji wa Tabora wameeleza kutoridhishwa kwao na tabia ya baadhi ya madereva wa magari makubwa ya mizigo kusimama katikati ya mji wakati wa kupakua bidhaa. Hali hiyo imetajwa kusababisha msongamano mkubwa, foleni na usumbufu uliokithiri kwa watumiaji wengine wa barabara, hasa katika maeneo yenye mzunguko mkubwa wa kibiashara. Hoja hiyo ilibuliwa na mmoja wa wananchi wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika katika viwanja vya CCM wilaya uliokutanisha viongozi wa serikali na mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga. Bodaboda anakuja anapata ajali, anagonga hali ya new model, mwisho wa siku anaingia polisi, akienda kule polisi harudi, kwa sababu foleni inasababishwa na wale watu wa malori wanashushia mizigo nani barabarani. Barabara inakuwa ni finyu sana, wengine wanapaki nani magari. Barabara yako ni malori kwamba yanashushia, yani malori yanashushia mizigo mjini. Asante. Lakini pia magari yanapaki barabarani, kwa hiyo barabara inabaki ni finyu sana. Asante. Niseme niliwaita wafanyabiashara wote ambao wanafanya biashara katika mji wetu na kushusha biashara hapo. Walikuja ofisini kwangu nikaongea nao, na mimi nilikuwa nataka kuwaelekeza washushe muda wa usiku ili kupisha shughuli mchana ziendelee. Wakaniomba kwamba tunaomba tujipanga wenyewe kwamba muda wa mchana hatutazuia katika njia zile, tutakuwa tunashusha kwa awamu ili sasa wapita njia wengine waweze kutumia zile barabara kwa mujibu wa taratibu zinavyotaka. Kwa hivyo niliwapa muda wa matazamio. Sasa leo kwa sababu mmetoa hapa kama kero, nitarudi kwao kwamba jambo hili bado linaonekana ni kero kwa wananchi, ili sasa twende kwenye utaratibu mzuri wa matumizi ya barabara, ili mwisho wa siku kila mtu aweze kutumia barabara pasina kuwa na changamoto yoyote. Ikitubidi twende usiku ama tushushe mizigo yetu kwenye stendi ambayo imepangwa. Kwa hivyo hilo nisema nimelichukua kwa sababu lilikuwa kwenye utekelezaji wa matazamio. Kwa hivyo tutalifanyia kazi na mwisho wa siku mji utapitika katika hali ya amani na utulivu. Mkuu wa wilaya ya Arusha Mheshimiwa Joseph Mkude amesema sekta ya usafirishaji na lojistiki ni muhimili mkubwa katika kufanikisha usambazaji na utoaji huduma bora za umeme kwa wananchi, akisema bila mifumo ya madhubuti ya usafiri ni vigumu kufikisha huduma kwa wakati, hasa katika maeneo ya vijijini na maeneo yenye changamoto ya miundombinu. Mheshimiwa Mkude amebainisha hayo leo Jumatatu Aprili 13 jijini Arusha alipofanya ufunguzi wa mkutano wa mwaka wa maafisa usafirishaji na lojistiki wa shirika la umeme nchini Tanzania TANESCO, akihimiza washirika wa mkutano huo kutumia vyema fursa na mafunzo waliopatiwa katika kuboresha usimamizi wa rasilimali wanazozitumia katika utendaji wao. Sekta ya usafirishaji na logistics ni muhimili muhimu sana katika kufanikisha utoaji wa huduma bora za umeme kwa wananchi wetu. Bila mfumo madhubuti ya usafiri ni vigumu kufikisha huduma kwa wakati, hasa katika maeneo ya vijijini na maeneo yenye changamoto za miundombinu. Ndugu washiriki, serikali ya awamu hii ya 6 imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika shirika la TANESCO, hususan katika ununuzi wa vyombo vya usafiri ili kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi kote nchini. Ndugu zangu, hivyo basi ninapenda kutoa wito kwenu
wote mliopo hapa kuhakikisha mnatumia fursa ya mafunzo haya kujifunza kwa bidii na kubadilishana uzoefu utakaosaidia kuboresha usimamizi wa rasilimali hizi muhimu. Hapa tuko watu tofauti. Mwingine aliajiriwa miaka mitatu iliyopita, mwingine ana miaka 10, mwingine ana miaka 2, mwingine ndio kaanza mwaka huu. Kwa hiyo tusiseme tuna uzoefu. Kila mafunzo huwa ni mapya kwa wakati wake. Nimetaarifiwa pale na wataalamu manager wa TANESCO na manager wa security service pale kwamba teknolojia inaendelea kuboreka hata kwenye vyombo vya usafiri siku hata siku. Kuna Land Cruiser unaweza ukaletewa, kama ni driver akaletewa Land Cruiser ya mwaka huu 2026 na mwaka 2008 akashindwa kuifungua hii ya mwaka 2026 kwa sababu ni dijitali, ukiingia tu unabonyeza. Kwa hiyo ndugu washiriki, teknolojia inabadilika, na msije mkasema najisema mimi kwa sababu niliingia kwenye gari fulani natafuta funguo sioni, nikaambiwa bonyeza hapo, nilipobonyeza ikawaka. Sasa hivyo hivyo hizi magari ya winchi na nini yanayokuja haya, teknolojia tu za kubonyeza badala ile virungu vile vya zamani, mnakumbuka? Kwa hiyo haya yanatufanya sisi sote mafunzo ya leo tujione kama wapya, washiriki wapya katika mafunzo. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na nidhamu ya mafunzo haya, kuyasikiliza na kuyazingatia. Jamani, swala la umeme na TANESCO kwa ujumla si swala la kuhudumia wananchi tu, bali pia ni swala zima la kiusalama. Umeme unapokosekana sio swala la wananchi tu, swala la kiusalama, kwa maana kwamba umeme unatumika viwandani, umeme unatumika kwenye mashine za kusukuma maji, mashine za aina yoyote. Kwa hiyo umeme unapokosekana, huduma hii inapokosekana kwa wakati, maji yatakosekana, viwanda vitashindwa kuzalisha na kadhalika, ajira zitakosekana na kila kitu. Kwa hiyo ni swala la kiusalama. Kwa hiyo tunapochukulia swala la ununuzi wa vifaa kwa ajili ya kutoa huduma kwenye shirika letu la TANESCO, izingatiwe swala kwa uzito wake kwamba ni swala la kiusalama. Hivi ni swala nyeti linalotakiwa kuangaliwa na kusimamiwa kwa umakini sana kupitia kada zetu tulizokuwa nazo, yani kama maafisa usafirishaji. Jamii imeaswa kujifunza na kutumia kikamilifu mfumo wa kidijitali wa manunuzi ya umma NeST ili kuongeza uwazi, kupunguza gharama na kuhakikisha fursa sawa kwa wadau wote katika upatikanaji wa zabuni za serikali. Hayo yamejiri hii leo katika mafunzo ya matumizi ya mfumo wa NeST kwa watumishi wa umma yaliyojiri jijini Arusha, huku mdau wa mfumo huo Gilbert Kamde akieleza kuwa matumizi ya mfumo wa NeST yameboreshwa kwa kiasi kikubwa utoaji wa huduma za manunuzi ya umma kwa kupunguza urasimu wa muda uliokuwa ukitumika hapo awali, na hivyo kuwawezesha wadau kufikia fursa za zabuni kwa urahisi zaidi. 2023/24 hadi sasa 25/26 mwaka wa fedha, kuna mafanikio makubwa ambayo yameonekana na tumeyaona sio tu sisi PPRA, hata watumiaji wenyewe pamoja na taasisi nunuzi na wadau wengine wa ununuzi wa umma. Kwa mfano, tukianza na swala la muda, michakato ya ununuzi wa umma ilikuwa inachukua muda mrefu, lakini kwa sasa inachukua muda, umeenda karibia nusu ya ule muda, zaidi ya nusu ya ule muda uliokuwa unatekelezwa pale awali. Kwa hiyo michakato ya ununuzi inakwenda kwa muda mfupi. Lakini kitu kingine, ufanisi umeonekana katika utekelezaji wa majukumu ya ununuzi wa umma. Kwa hiyo ni swala ambalo lilikuwa ni changamoto kwa kipindi cha muda mrefu, lakini kwa ujio wa mfumo huu wa NeST sasa hivi kumekuwa na ufanisi mkubwa wa utekelezaji wa majukumu ndani ya taasisi nunuzi na hata kwa wazabuni. Lakini pia swala la gharama, gharama zimepungua kwa kiasi kikubwa. Ukianza na ile michakato ya ununuzi wa umma ilikuwa inatumia rasilimali za fedha nyingi,
wa kununua karatasi, kuchapisha nyaraka mbalimbali za ununuzi wa umma, lakini sasa hazipo tena. Maana yake wanafanya ndani ya mfumo wa NeST. Kwa hiyo ile gharama imepungua, lakini pia sio tu gharama ya kifedha, lakini pia hata ile gharama ya muda, kwa sababu tulikuwa tunapoteza muda mrefu na tunaingia kwenye gharama ambazo inakuwa ni mzigo kwa taasisi na kwa serikali. Sasa hivi miradi inatekelezwa kwa wakati, kwa sababu michakato yake inaisha kwa wakati, na hivyo tunapunguza zile gharama za kuchelewesha miradi na pengine kupata huduma kwa wananchi. Umuhimu wa hii, inabidi elimu kubwa itolewe, kwa sababu mfumo utakuwa hauna ubabaifu, utakuwa hauna upendeleo. Hivyo mtu yoyote, mzabuni yoyote ambaye ana vigezo atapata nafasi ya kutoa huduma, whether ni kuuza bidhaa zake kwa taasisi ya serikali au kutoa huduma yoyote, kwa sababu atakuwa amepitia kwenye mfumo na vile vigezo ambavyo vimetumika vitamchagua bila upendeleo kama ilivyokuwa hapo awali. Mfumo huu wa manunuzi ambao serikali umeuanzisha umeboresha swala zima la manunuzi ya umma, kwa sababu manunuzi sasa yamekuwa yanaenda kwa utaratibu ambao unatakiwa. Kwa kimsingi nasema mfumo wa manunuzi kwa umma ni mfumo ambao uko safi, hauna changamoto yoyote hasa katika kumfikia mlaji. Lakini kwenye haya maboresho ya futures ambazo wameziboresha ni katika kuonesha namna gani serikali inafanya kazi katika kudhibiti sasa ununuzi wa umma. Huu mfumo wa ununuzi wa umma ulichofanya kwamba una linki, umeintegrate na mifumo mingi, TRA kwenye benki na nini. Kwa maana yake mtu kama anabidi tenda, ili kuonesha uhalali wake, mfumo utavuta ile license ambayo yeye anayo, leseni. Kwa maana yake moja kwa moja kuna kwa hamna ile changamoto ya kufanya forgery, kwa sababu tayari anakuwa amelinki na TRA au tausi whatever. Lakini inasaidia kwa sababu kuna kuwa na deadline. Tenda inavyotangazwa, kuna muda ambao tenda hii imetangazwa, labda let's say inaisha Aprili 15. Kwa maana yake baada ya kuanzia Aprili 15 wazabuni wote wanahakikisha wamebidi. Baada ya hapo tenda inakuwa imefungwa, alafu mchakato mzima kufanya evaluation unaanza. Na evaluation inakuwa ina muda wake, muda maalum, tofauti na zamani ulikuwa unaweza kufanya evaluation ikakuchukua hata siku 15 20, lakini sasa hivi labda zinawekwa siku 6, siku 3 kulingana na aina ya tenda iliyopo. Ni hayo tu yaliyojiri katika taarifa ya habari siku ya leo, mtazamaji wa SQF TV. Nizidi kukukumbusha kambi ya upasuaji wa mdomo wazi inaendelea pale katika hospitali ya Lumumba Zanzibar. Leo tarehe 13 imeanza na tamati yake itakuwepo tarehe 17 Aprili. Ukisikia taarifa hii basi usio mchoyo, mwambie na rafiki yako. Kwa niaba ya timu nzima, nilikuwa na Mipendo Gocha, nakutakia siku iliyokuwa njema na bye kwa sasa.